ambalo linawaumiza sana wakulima wetu, hata tungefanya nini, ni tija. Tija ya mkulima, mimi naongea kwa experience pia ya ufanyaji biashara, usimamizi kama kiongozi. Leo kama mama tungekuwa ni biashara tunaifanya, ndugu yetu wakulima waweza hata kuacha kulima, kwa sababu kuna wakati mwingine tunatangaza tu average kwamba ni average wanapata kilo 250, 220, lakini ukweli kuna wengine wanapata hata chini ya 100. Jambo ambalo nadhani sisi kama viongozi ambao tumedhamana hiyo tungelijua, tuone ni jinsi gani tunaweza tukafanya. Sisi kama viongozi tunaosimamia hili, tujitahidi sana kila njia kuona ni jinsi gani tutakaposaidia kupandisha hili. Inatushinda sasa, tunaona kwenda tuite wenzetu, maana si mwepo manesi mwepo maneni mwepo, ili tuweze kuona ni jinsi gani. Mwaka jana tumeweka efforts kubwa sana, tukaleta wataalamu vijana ambao wanalipwa na ndugu zetu majina. Kila jina tumeweka kanuni ya kutaka atupie viongozi wanaosimamia kuongeza tija. Tija haijaongezeka. Niwape mfano wa kama msimu uliopita tulilima ekari ndani milioni 1, lakini katika ekari milioni 1 tumepata average ya 220, lakini average ya chini ambayo sisi kama bodi tunaiweka ni at least mkulima apate 500. At least hii 220 240 tunaoonyesha viongozi ni average, pamoja na huyo anayepata 1,700, anayepata 1,200, anayepata 800, 900, 700, 600, 500, 300, 400. Ndio sasa nchi nzima tunakuja ku average kwamba tunapata 220. Sasa hizo hesabu kwa mtu anayejua hesabu zake, waliobeba hii average ni wale wa 1,700. Sasa tunawatoaje wakulima wetu katika hali hii ngumu walionayo? Tukiungana wote kwa pamoja na nini katika majadiliano, sisi tunafika kwenye dini. Tunaomba tusaidie kipi kufanyike. Tungependa sana kuona at least wakulima wetu kwanza wananufaika, wanapata kinachostahilika. Bei hata tungefanya nini, bei inayumba ni ya dunia. Tunafikiria kufanya namna ambavyo tutakuwa na value added kwenye zao. Tunajua hizi shei bado kuendelea kuuza marokota nje. Unapouza marokota nje, na maana unachukua marokota unapeleka ajira kwingine, ili baadaye ununue kile ambacho kitengeneza. Hiyo ni safari ndefu. Sisi kama wajumbe wa bodi tunalifanyia kazi, lakini hili la haraka, hili la tija ni la muhimu sana, na tunataka tuwe uliongea kwa pamoja, liko chini ya uwezo wetu. Mkituambia cha kufanya tunaweza, ili mkulima kule apate, tukevele leo kama hiyo kilo 100, milioni 1 ndio kutengeneza. Leo tungekuwa na kilo average ya 600, 700. Jamani, hata nini utawala wetu kwenye maeneo utakuwa rahisi sana, kwa sababu wakulima wangekuwa na hela za kufa, wangekuwa hawana shida yoyote na mahitaji ya kutaka hili serikali ifanye hiki. Kwa hiyo ndugu zangu, tukaona ni vizuri tukaweka hili tatizo wazi mbele yenu kama viongozi wenzetu, na hasa ambao tunakabidhiwa maeneo ya kusimamia, tuweze kuona hawa wakulima wetu tunawasaidia. Kwa msimu huu ambao tunauendea, tunataka tufikie tani 500,000.
Kwa hiyo tumewaita wenzetu hawa tukubaliane mambo ya utekelezaji. Moja ni usimamizi wa pembejeo, kuhakikisha kwamba zinamfikia mlengwa bila kuchepushwa, na hili linawezekana tu kama kila mdau anayehusika atasimama ipasavyo kwenye nafasi yake kuhakikisha kwamba pembejeo hizi zinamfikia mlengwa. Serikali kwa upande wake inaendelea kufanya juhudi mbalimbali za uwekezaji katika sekta ya pamba. Moja ni kuhakikisha kwamba inasimika kiwanda cha mbolea hai ambacho kitajengwa hapo Misungwi. Lengo ni kuzalisha lita milioni 7 ambazo zitatosheleza kuhudumia ekari 900,000. Tukiwa na hakika ya kwamba kama hizo ekari zitasimamiwa, kama hizo ekari zote zitapata huduma ya mbolea na wenzetu wakasimamia huko kuhakikisha kwamba mkulima anapata pembejeo zote za msingi, maana yake uzalishaji wa tani 500,000 tunazozikusudia kwa msimu unaofuata tutazifikia. Kwa hiyo leo makusudi makubwa ni kwa ajili ya kuandaa na kutekeleza malengo ambayo tunayataka kama nchi yafikiwe kwa mujibu wa dira yetu ya taifa ya 2050 na sera ya kilimo pamoja na mkakati kabambe wanaita Agricultural Master Plan ya mwaka 2050 ambao unataka kwamba ifikapo mwaka 2030 tuwe tumefikia uzalishaji wa tani milioni 1 kama nchi.